Amani iwe nanyi ndugu zangu wapendwa. Utabiri wa nyota kutoka kwa Ahishamshi. Msomaji wenu ni mimi Zamruni Balul. Nyota ya Simba. Kuhisi kichwa kuuma. Kufanya mambo kwa wakati. Kujihisi kusononeka. Utahisi jambo kuchelewa. Kujikwaa sana. Kuifurahia siku. Utakuwa na watu ambao na mazoea nao sana. Nyota ya Mshale. Kuacha kumchangamkia mtu. Utahisi jambo la mtu kushindikana. Kuhofia mengi. Kuhitaji mtu awe makini. Mtu kupunguza visa kwako. Kupokea taarifa ya jambo lililotokea sehemu. Mtu kuacha kuwa mbinafsi. Nyota ya Punda. Kutembelea wagonjwa. Kusifia kitu. Utahitaji mtu awe muwazi kwako. Kufanya jambo ambalo hujatarajia kama litakuwa na manufaa. Kuliongelea sana jambo lililoshindikana. Kukagua kitu. Kwenda sehemu ya mbali. Kupata ukubwa au maarufu wa ghafla. Baadhi ya mambo yako yatafanikiwa kwa njia usizozitarajia. Nyota ya Ndoo. Kutumiwa jumbe nyingi wakati wa usiku. Kutamani uwe muwazi kwa mtu. Utakazania jambo ambalo liko na manufaa. Utakuwa mkweli na kufanikiwa jambo lako kwa urahisi. Kufuata njia sahihi kwa mambo yako. Unayofikiria kwa mtu hana mawazo nayo kabisa ya kutenda. Ulilolipuuza utalifanyia kazi tena. Kupata elimu ya kitu. Nyota ya Mizani. Kuamka ukiwa mchovu. Kupunguza ukaribu wako na mtu. Baadhi yenu kutarajia kuitwa mama au baba kwa mara nyingine. Kupendelea sana kukaa peke yako. Utampea mtu pendekezo zuri au maoni yatakayofuata. Kuilazimisha safari. Kuhitaji kitu kwa haraka. Kuongea na mtu kwa jazba. Kusahau kitu ulipokihifadhi. Kufanya malipo ya haraka haraka bila ya kuwa makini. Kuondoa kitu kilichooza. Utajiondosha kwenye fitina za watu. Kuyaona maji machafu yenye weusi. Itakujulisha shari au vifungo vibaya kwako. Kupanga kukutana na mtu. Utahofia kitu. Nyota ya Mapacha. Kumpinga mtu kwa anachokiongea. Kufanya utaratibu wa mambo mengi ili jambo lako kutimia. Utamwazia mtu kwa upana zaidi. Kufanya marekebisho hata kwa mienendo yako pia. Kuhisi koo kuwasha. Kusimama sana sehemu. Kulalamika maumivu ya mgongo au mbavu. Kipepeo kupita mbele yako au karibu yako. Ni ishara njema yenye heri kwako. Tarajia kupokea kiasi cha pesa au ufaulu wa jambo. Nyota ya Samaki. Kutafuta uhamisho wa kikazi, masomo au vinginevyo. Kuhitaji mtu wa kuamini. Changamoto fulani itakuchosha. Utakuwa mwenye busara ya kutatua mambo au tatizo. Kuhisi mtu atajirudi. Kuhisi mtu atakuwa karibu yako zaidi. Kufurahi unapoona mambo yanakuwa sawa. Kuificha changamoto ya mtu kwa kumtunzia siri yake. Kupata hali ya wivu. Kuhisi mtu ana maono baada ya kukwambia jambo. Kuzihakiki habari muhimu ambazo zitakufikia. Ulioambiwa kwa wakati uliopita yanaweza kujionesha. Utapata ufumbuzi wa jambo. Moyo wako kusita sana kufanya kitu. Utalishughulikia jambo kwa haraka. Kuhofia kupoteza. Kuthamini sana kitu. Kutunza amana ya mtu. Kuridhishwa kwa kitu. Nyota ya Kaa. Kutafutwa na mtu kwa jambo muhimu. Utaaminishwa jambo ambalo ulikuwa hauliamini. Baadhi yenu kupita sehemu ambayo si salama. Hivyo kuna hatari inaweza kutokea. Kuzurika. Kuumia au changamoto yoyote kujitokeza. Mwenyezi Mungu akuepushe kwa hilo. Kuukataa uzushi fulani unaojadiliwa.
macho yako kuwa na ukungu. Hisia zako za mbali zinakuletea majibu ya kweli, hata kwa maisha yako ya baadaye. Kupata hali ya kwikwi. Kuna shida ambayo umeizuia ndani yako. Kuondosha kizuizi katika utafutaji wako. Maneno yako yatakuwa na ukuu. Unachokiongea kinasikilizwa vema na kutendeka. Kuvunja agano baya. Kuiepuka tamaa au vishawishi. Mtu kulia kwa sababu yako. Inaweza kuwa katika hali ya upendo au vinginevyo. Nyota ya Nge. Kushangaa sana mtu anavyokutafuta mara kwa mara. Kuhisi mtu anakutafutia sababu. Uimara wako mtu anauhofia. Kushtuka usingizini. Kuhisi kuchelewa katika utendaji wako wa kazi. Maamuzi ya mtu yatakupa uhafadhali. Kutokea kwa jambo la dharura. Kumwepuka mtu. Utafanya makubaliano mazuri na mtu. Nyota ya Mbuzi. Kuyasikia sana mazungumzo fulani yakijadiliwa kuhusu wewe au jambo fulani. Kuonekana una mambo mengi. Kujiondosha kwenye migogoro. Kupata kitu ulichokuwa unakisubiri. Kupata wasiwasi kwa mtu. Kuyahisi maumivu anayoyapitia mtu. Kuona ubora wa jambo lako baada ya kulifanyia kazi. Kufurahia kitu sana. Nyota ya Ng'ombe. Kumwepuka mtu mbishi. Kutamani kitu ambacho kipo ndani yako kiweze kufanya kazi. Hii inaweza kuwa ni nguvu kwa vitu unavyotamani kufanya. Utafanya kitu kiwe bora au kikubarike. Utajivunia kuwa wewe kutokana na sifa nzuri nyingi ulizonazo. Utajisifu kwa utulivu. Watu wanaokupa nguvu ya kujiamini wanafanya uzidi kuwa juu kwa mambo mengi. Utakuwa mwakilishi wa jambo muhimu. Utaondosha tatizo fulani. Taurus, unaongozwa kwa hisia. Imani yako na nguvu inakupa usahihi wa mengi. Kuwa makini na kitu unachokiona kikiwa kinajirudia mara kwa namna mbaya. Chukua hatua. Nyota ya Mashuke. Kumtuhumu mtu. Kuyafikiria mambo mengi makubwa au mafanikio ya baadaye. Kuna watu utakuwa mwenye kuwachukia sana. Kusubiri jambo fulani liweze kutokea au kutimia. Kutopenda kufichwa jambo. Kuonesha hali ya utiifu kwa mtu. Kufanya kitu kwa umakini zaidi. Kuyakumbukia mazuri ya mtu. Utabiri huu unatoka kwa Ahishamshi. Usiache kusubscribe channel hii ya Ahishamshi, kuonesha umoja wenu na upendo. Mengi mazuri yatawafikia. Usisite kulike, kucomment na kushare. Kwa mawasiliano zaidi mtafute kwa namba hii +254 724 729 804. Unaweza kumpata kwa WhatsApp, kwa grupu la elimu, utabiri wa kila siku, tafsiri ya ndoto, ishara na tiba. Umoja wenu ni muhimu sana. Shukran.